Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Leo nakuletea ujumbe unaosema Mungu pekee ndiye chanzo, si mtu. Ujumbe wetu ni Mungu pekee ndiyo chanzo, si mtu au si mwanadamu. Tusome Yeremia 17 ule mstari wa 5 mpaka mstari wa 7. Biblia inasema mstari wa 5. Asema hivi: amelaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Mstari wa 7. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Mwema Yesu, asante kwa sababu wewe ni mwema. Umetukuka Jehova Nisi. Baba, tunakutukuza mahali hapa, ukathibitike na kuonekana katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Jina la Bwana libarikiwe. Mtumishi wa Mungu, ninapenda kukuambia ujumbe wa leo. Tatizo la watu wengi, ninapenda kukuambia, si kukosa msaada. Hapana, sio tatizo lao. Ni kumfanya mtu kuwa chanzo. Bwana atusaidie sana, badala ya Mungu. Kwa hiyo leo tutaenda kuangalia tatizo letu ni nini. Kwa nini hatufanikiwi? Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa nini hatupokei? Kwa sababu tunafanya mtu anakuwa chanzo badala ya Mungu. Tunaenda kuangalia mfano wa mwanamke mjane wa Sarepta. Ukisoma Wafalme wa kwanza 17:8 mpaka 16 utasoma mwenyewe. Mjane huyu hakuwa na akaunti benki. Napenda kukuambia, hakuwa na ndugu wa kumsaidia. Alikuwa na unga kidogo na mafuta kidogo, lakini kwa imani kubwa aliyokuwa nayo yeye, aliweza kumhudumia mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo alipompa Mungu kilichokuwa cha mwisho, ndipo unga haukuisha, ndipo mafuta hayakukauka na njaa haikumshinda. Bwana Yesu atusaidie sana. Ninapenda kukuambia mtumishi wa Mungu kitu kimoja ambacho napenda kukuambia. Mtu ni njia wala si chanzo. Kwa hiyo wewe ambaye kwenye maisha yako umependa kutegemea sana watu, umependa kumtegemea sana mtu ni njia. Ukitaka kufanya jambo fulani ufanikiwe, lazima utapitia kwa mtu kama njia, lakini chanzo cha baraka ya hicho kitu ni Mungu mwenyewe. Unapofanya kazi ni njia na sio chanzo cha wewe kufanikiwa. Kazi yako unaweza kuwa una kazi ya namna yoyote, unalipwa mshahara wowote ule, uwe ni wa juu uwe ni wa chini, lakini napenda kukuambia kwamba kazi yako unayoifanya hiyo ni njia na sio chanzo. Napenda kukuambia kwamba biashara yako ni njia na sio chanzo cha mafanikio yako. Mtumishi wa Mungu, ukisoma Wafilipi 4:19 Biblia inasema, na Mungu wangu atawajazia kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake. Kwa hiyo hapa, mtumishi wa Mungu, endelea kumtegemea Mungu kwa 100%. Ujue ya kwamba Mungu yeye ndiye chanzo cha mafanikio yako. Ninapenda kukuambia hii ni siri ambayo shetani anawaficha wengi. Acha kuangalia watu, acha kuangalia mawazo yako, acha kuangalia watu. Ninapenda kukuambia tena, usiangalie binadamu, usiangalie mtu yoyote. Yule mtu muangalie tu kama njia, lakini ujue Mungu yupo anayenitetea. Ukimwangalia Mungu, hakika Mungu hata kushusha. Hakika hautapata shida kwenye maisha yako. Hutaishiwa wewe, hutakuwa maskini wewe, hutakuwa wa hivi wewe. Utaendelea kuinuliwa, utaendelea kuwa juu, kwa sababu chanzo unakijua cha mafanikio yako, cha mambo yako yote unakijua chanzo chako. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, ninakuomba kabisa uendelee kumuona Mungu kwamba ni chanzo. Acha kulilia watu, acha kulaumu watu, acha kuona kama watu wamekuacha, acha kuona kama watu wanakusaidia sana, acha kuwashukuru watu mpaka unalia unagagara chini kwa sababu wamekutendea. Hapana, mshukuru sana
Ukiona Mungu, ona Mungu ameleta njia kupitia hawa watu. Sijamaanisha tusiwashukuru watu wapendwa. Tunawashukuru watu kwa sababu watu wametumwa na Mungu, lakini sifa na utukufu tunamrudishia Mungu. Kwa hiyo napenda kukuambia Mungu akubariki sana, Mungu akupe neema, Mungu akufungue masikio yako ya rohoni na ya mwilini. Mungu akufungue katika jina la Yesu. Pokea ujumbe huu. Amen.